Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na dirisha kubwa la usajili kuelekea katika msimu wa mwaka 2025 2026 ambapo tunashuhudia ligi kuu Tanzania bara imeweza kutamatika. Kwa hiyo kwa sasa watu wengi macho yao wanaangazia kuelekea katika lile dirisha kubwa la usajili, kwa sababu tunashuhudia vilabu vingi tayari vimeshaanza kufanya mazungumzo na wachezaji wazuri ambao moja kwa moja watakwenda kusajiliwa ili kuimarisha vikosi vyao. Sasa habari ambayo tunakusogezea mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwa mchezaji Clatous Chota Chama Triple C Mwamba Lusaka, raia wa Zambia ambaye amefanikiwa kulitoa taji la ligi kuu ya NBC akiwa na klabu ya soka Yanga msimu wa mwaka uliomalizika, yani 2024 2025, bila kusahau msimu uliomalizika wa mwaka 2024-2025. Chama ameweza kufanikiwa kutoa ngao ya jamii sambamba na kombe lile la CRDB Bank Federation Cup. Sasa bingwa huyu Clatous Chota Chama katika ligi kuu ya NBC fahamu mkataba wake na klabu ya soka ya Yanga Sports Club umetamatika rasmi, kwa sababu wakati anajiunga na klabu ya soka ya Yanga Sports Club aliweza kusaini kandarasi ya kuitumikia klabu hiyo ya mwaka mmoja akitokea ndani ya klabu ya soka ya Simba Sports Club. Sasa maisha ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club kwa upande wa Chama hayakuwa mazuri wakati Aziz Ki ayupo katika klabu ya soka Yanga Sports Club. Hata licha Aziz Ki kuondoka mara kwa mara amekuwa akianzia benchi. Sasa kitendo hiki cha Chama Mwamba Lusaka kuweza kuweka benchi ikaweza kumkasirisha na kuweza kufanikiwa kufuta picha zote za klabu ya soka Yanga ambazo aliweza kuzipiga akiwa na jezi ya klabu ya soka Yanga Sports Club. Zilizobaki nzi ambazo amefanywa collaboration ama ameshirikishwa mfano na klabu ya soka Yanga ama rafiki wa Yanga, kwa hiyo ndio zile ambazo zimesalia, lakini picha za klabu ya soka Simba ndio ambazo zimetawala katika mitandao yake ya kijamii, kidhirisha kwamba alikuwa afurahishwi na jinsi ambavyo anatendewa katika msimu wa mwaka mmoja ambao alijiunga na klabu ya soka Yanga Sports Club. Chama mwenye umri wa miaka 33 ameweza kuweka wazi hayupo tayari tena usaini mkataba wa kuendelea kukaa ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club kwa kile kinachodaiwa kwamba hapewi nafasi, hathaminiwi na makocha ambao wanaifundisha klabu ya soka Yanga. Ikumbukwe alikuwepo Mohamed Nasir Nabi, hakumpa nafasi Chama. Alikuwepo kocha anofahamika kwa jina la Saad Ramovic, naye pia hakumpa nafasi, bila kusahau kocha mwingine ni Milodi Hamdi, naye pia hajampa nafasi katika kile kikosi cha kwanza kwa sababu Chama ni mchezaji mkubwa. Sasa Chama ameweza kuweka wazi hatima yake ni kutaka kurejea ndani ya klabu ya soka Simba, ambapo Chama ameweza kusema kwamba kwa sasa hayupo tayari kuendelea kusalia tena ama kusaini mkataba wa kuitumikia klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Kipaumbele chake cha kwanza ameipa nafasi klabu ya soka ya Simba iwapo watamuhitaji, basi kwa sababu Simba ni klabu ambayo imemtambulisha zaidi barani Afrika, imempa mafanikio makubwa mpaka alipofikia, basi anawapa kipaumbele kikubwa na yupo tayari kupeleka huduma yake ndani ya klabu ya soka Simba. Kwa sasa kilichopo ni viongozi wa Simba kuweza kuamua aidha wamrudishe Chama ama wachanane, kwa sababu ikumbukwe hata Ahmed Ali aliweza kutoka hadharani na kusema kwamba kwa sasa Chama age imeenda, yani umri umeenda, miaka 33, kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa asiweze kufanya mambo makubwa ndani ya klabu ya soka Simba. Lakini Chama anapokuwa Simba watu wengi tunafahamu uwezo wake, kwa hiyo Chama ameweza kuwapa kipaumbele cha kwanza klabu ya soka Simba. Kumbukwe kabla ya Chama kujiunga na klabu ya soka ya Yanga, basi alifanya mahojiano na rais wa klabu ya soka ya Simba, ama alifanya mazungumzo na Mohamed Gulam Dewji kuweza kuhakikisha kwamba ajiungi na Yanga, lakini tayari alikuwa ashasaini mkataba wa awali. Kwa hiyo hata ukiangalia picha zake za utambulisho ndani ya Yanga zilikuwa akiwa amevalia nguo za kawaida tu. Kwa hiyo kitendo kile Mohamed Dewji aliweza kumsisitiza asiende Yanga, lakini Chama aliamua kuenda kwa sababu Yanga tayari walishamtambulisha, kwa sababu tayari alishasaini ule mkataba wali. Kwa hiyo kwa sasa kilichopo ni aidha mabosi wa klabu ya soka Simba kuweza kuangalia katika ile eneo lao kiungo mshambuliaji, je, watafute tena mchezaji mwingine ambaye atakuja kuisaidia klabu ya soka Simba. Lakini iwapo Chama watu mhitaji, tayari ana ofa katika nchi za Saudi Arabia, ana ofa kutokea katika nchi ya Zambia na nchi ya Rwanda. Kwa hiyo kama Msimbazi wasipompokea, basi Chama ataondoka nje ya Tanzania.